Kikosi cha timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17 kwa mara ya kwanza imetinga hatua ya fainali ya kombe la mataifa ya Afrika, na kama haitoshi imetusua kucheza michuano ya kombe la dunia. Haya ni mafanikio ya kihistoria kwa taifa na imeandikwa kwenye miamba kwa wino wa dhahabu na vijana wa Serengeti Boys. Kila mchezaji yupo tayari kucheza fainali na kila mchezaji ana morali na motivation ya kucheza fainali. Pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila mmoja wetu. Katika kuiwakilisha taifa, ari yetu ni kubwa sana na tunawaahidi makubwa sana wa Tanzania. Tutarudi mikono juu na kuliwakilisha taifa kwa ujumla. Naam. Hii ni katika safari yao iliyoanzia tangu walipoibuliwa matopeni na wajuzi wa soka, waliponolewa na kujengewa misingi madhubuti, waliposhirikishwa kwenye michuano lukuki kabla ya kufuzu kombe la dunia na michuano ya AFCON. Naambia Watanzania tu dua zao endelee kutuombea na wategemee mazuri kutokea kwetu. Lakini palipo na mafanikio ya wengi, bila shaka kuna mmoja alisimama kidete kama Musa na wana Israeli kwenye safari ya Kanaani. Huyu aliongoza wachezaji, aliongoza na benchi la ufundi. Huyu ni kijana mzalendo aliyeukataa udhalilishaji wa kuitwa sisi ni vichwa vya ondawazimu. Huyu ni nani? Mimi ni mzaliwa wa Manyara, kijiji kinaitwa Ndasaki, lakini wazazi wangu ni wenyeji wa Singida, wote wawili wa Nyisanzu ambao walihamia kikazi Manyara. Kwa hiyo nimezaliwa Manyara, sio. Kwa hiyo nimesoma shule katika mkoa wa Manyara na Arusha katika nyakati tofauti. Anaitwa Elieneza Nsanganzelu. Huenda wengi wanaolijua soka kwa kunusa jina hili ni geni na wameanza kulisikia hivi juzi, lakini kwenye game kitambo. Nilianza kazi ya fitness coach toka mwaka 2020 nikiwa na walimu tofauti tofauti mpaka mwaka jana wakati wa AFCON pia, lakini pia nimekuwa kwenye timu za wanawake, timu za vijana under 23, under 18, under 15, under 17, pia under 12 wasichana. Baada ya kupita huku na huko akatua TFF na kupelekwa kituo cha maendeleo ya soka la vijana pale Mnyanjani, Tanga. Ni muda mwingi maana nimespend TFF na sasa hivi baada ya kuhama Tanga pia tuko pale nafanya pia coaching, lakini pia ni mkuu wa programu ya Tanga. Ni msomi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam aliyeukataa ualimu na kujitumbukiza mzima kwenye soka. Nimesoma UDOM pia nimesoma UDISM kwenye bachelor ya michezo. Lakini pia baada ya hapo niliajiriwa kama mwalimu Shinyanga. Lakini kwa sababu nilikuwa na passion zaidi ya michezo, nilifanya kazi miezi mitatu tu na nikakimbia sasa kuja kwenye michezo. Baada ya kuacha pale sasa nilikuja kufanya kazi JMK Park, Jakaya Kikwete Youth Park kwa miaka kama minne, na kutoka hapo basi ndio nikachukuliwa TFF kuanza kama afisa michezo, afisa wa youth football, afisa wa michezo ya vijana. Safari yake kwenye dimba ni ndefu, lakini kilichosababisha simame mbele ya runinga yako ni taaluma yake ya ukocha. Pia nimejiendeleza Ujerumani kusoma diploma ya michezo ya mpira wa miguu hasa, lakini pia nimejiendeleza kwa kozi zingine South Africa na sehemu zingine. Kwa huku kwetu Afrika nina CAF A, lakini pia nilisoma equivalent ya UEFA A wakati nasoma kozi yangu Ujerumani. Huyu ndiye Elieneza Nsanganzelu, shujaa wa taifa anayejivunia Utanzania katika mafanikio ya Serengeti Boys. Mara nyingi pia tunakuwa tufurahi sana kuona watu wa nje wengi ndio wanakuja nchini kwetu kufanya kitu, sio? Lakini sisi wenyewe watu wa ndani tunaweza. Nafikiri umeweza kuona kuanzia investment zote ambazo zimefanya na TFF. Ma-instructor ambao wametufundisha sisi hata lesson zetu ni hapa Tanzania, na unaona walimu wanaanza kutoka sasa hivi kupiga hatua, wanaingia kwenye viwanja vikubwa na kufanya vizuri. Kwa hiyo hii ni furaha sana ambayo mimi nakuwa nayo, kwanza kuona huu Tanzania kuwa unaweza kufanya kitu bila kutegemea kitu chochote kutoka nje, kwa sababu hii ni culture yetu, sio? Watoto ni wa kwetu, sio? Walimu wote ni wa hapa. Kwa hiyo tunapika jikoni kwetu na chakula kinatoka vizuri, kinaenda kitu kizuri kwetu. Kwa hiyo tuendelee kupush, tuendelee kuaminiana, naamini iko siku tutafanya kitu kikubwa tukiwa tumetokea humu. Elieneza Nsanganzelu ni kocha wa kwanza Mtanzania kuipeperusha bendera ya taifa kwa mafanikio hata mbele ya Waarabu. Hii ni Azam Sports.
Msimulizi ni Innocent Alois.